الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Leo ndugu zangu, ikiwa ni siku ya tatu katika mwezi huu wa Shaaban, tunakwenda katika darasa letu hapa katika Masjidul Aqsa kwa jina mashuhuri msikiti wa Makonde hapa Kariakoo. Leo tunakwenda kuangalia fadhila ya kuleta haza sala ambazo sisi tunatakiwa kuzipa kipaumbele. Ndugu zangu, sala ni nguzo ya Uislamu. Sala ni nguzo ya Uislamu, na Uislamu wa mtu ni sala, na sala ndiyo kielelezo sahihi cha Muislamu. Ndio maana utakuta sala imetajwa maeneo mbalimbali katika Qur'an. Kwa haraka haraka tunakwenda katika suratul Ankabut aya ya 45. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika ya sala anayoisali Muislamu mwanamke mwanaume yule aliyebaligh akaisali kwa wakati wake na kwa kuzingatia nguzo zake na masharti zake na tahara yake, basi sala ni sababu ya kumkataza mtu mambo machafu na mambo mabaya. Kwa sababu unasali unakuwa unaona haya kwamba mimi ninasali, kwa nini nifanye hili jambo? Ukiona unaona haya, unajisikia vibaya kulifanya jambo kwa sababu unasali, basi ujue sala tayari imeshaingia katika damu ya imani yako. Hiyo ni aya ya kwanza. Ukienda katika suratul Baqara sura ya pili aya 277, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika ya wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu kisha wakafanya matendo mema. Maana yake asitosheke na imani tu kwamba mimi nimeamini, hapana, kisha akafanya matendo mema, matendo mema mbalimbali. Wa aqamus salata, kisha wakasimamisha sala, wakasali sala zao za faradhi mara 5 kwa nyakati zake. Umefika muda wa sala na anajua huu ni muda wa sala, anaacha shughuli zake zote. Na kama kuna mtu wa kumsaidia, labda wako wawili, anaweza kumwambia mimi ninakwenda, nikirudi nawe uende. Na kama ni mtu wa ofisini, anatoa taarifa mapema kwa bosi wake, bosi, mimi nataka kusali, huu ni muda wa dhuhuri, huu ni muda wa alasiri, huu ni muda wa magharibi, huu ni muda wa isha. Na bosi naye alikubali hili. Ni Muislamu si Muislamu, ukubali. Usije ukasema hapa kazi tu, hapa kazi, yani duniani kazi tu, akhera kuna nini? Unakufa bila kuswali, utamwambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mara ya kwanza jeneza lako linaletwa msikitini, watu ndio wanakupigia takbira 4, itasaidia nini? Haiwezi kukusaidia. Sala ndiyo kielelezo halisia cha Muislamu. Wa aqamu sala, wakasimamisha sala. Watu kusali hawataki Waislamu. Waislamu ni wavivu wa sala. Si uvivu tu, ule uvivu umeingia ndani yake na uzembe wa sala. Waislamu wenzangu mliopo hai, nyie na mimi,
lazima tusali. Swala ni amri, si ombi. Na wale ambao mnaoishi jirani na misikiti, msikiti wa Makonde ama msikiti wa Idrisa, msikiti wa pale Nyamwezi au msikiti wa Qiblatain, msikiti wa Kipata, sawa, msikiti wa Shadhili, msikiti wa Jangwani hapa, msikiti wa Manyema, msikiti wa Mtoro, wale ambao mnaishi jirani, kuna msikiti pale Lumumba, sawa, kuna pale Raudha, lau kama hivi sasa upo katika ujenzi, kuna pale kwa Mwenye Kheri, upo jirani na msikiti. Kuna kule mjini, kuna msikiti wa Ibadhi, kuna msikiti wa Kitumbini, kuna msikiti wa Sunni, kuna msikiti wa Kitumbini hapa, kuna Ngazija. Sasa haya maeneo yote yana misikiti. Kule bandarini kwenye samaki, siku hizi kuna samaki, kwenye samaki kuna misikiti pale, kuna msikiti. Sasa maeneo mbalimbali, umesikia adhana lazima usali, ni amri, si ombi. Na wallahi umekufa bila kusali, lazima uende motoni. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Watu wa motoni watakuwa wanalia, wataulizwa sababu gani imekupelekeni motoni, kwa nini? Watajibu, hii ni aya katika suratul Muddathir. Qalu, watajibu motoni, sababu watakuwa wanalia, lam naku minal musallina, tulikuwa hatusali mpaka roho inatoka, hatujawahi kusali. Piga kibao, ni moto tu, umekufa bila kusali. Yawma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, siku ambayo hali itakuwa ni nzito. Mwenyezi Mungu ataonyesha ufalme wake na wanadamu wote, yud'auna ila sujud, wataitwa wasujudiwe siku ile ya Kiyama. Mimi mnainiona hapa Sheikh, nikiwemo siku hiyo, tutaambiwa na Mwenyezi Mungu wote sujuduni. Qur'ani inasema fala yastati'un, kuna watu hawatoweza kusujudu. Khashi'atan absaruhum, macho yao yatakuwa ni dhalili, yani mtu anaona haya. Aliambiwa na mashekh, aliwasikia mashekh, waqad tarhaquhum dhilla, wamezungukwa na udhalili, unyonge. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, walikuwa wanaitwa kumsujudia Allah wakiwa hai. Yani mtu anasikia dhana hayya ala salah, hayya ala alfalah, mtu hataki kwenda kusali, hataki kusali. Kwa hiyo hii wa aqamu salah, wakasimamisha sala. Allah akasema wa atau zaka, na wakatoa zaka. Umefanya biashara yako, baada ya kufanya biashara umefikia mahesabu, mtafute shekhe. Shekhe, mimi nina biashara kadhaa, mtaji wangu ni huu, kwa mtaji huu na faida hii, hapa nilipofikia, je, nina haki, ninawajibika kutoa zaka? Shekhe atakupa mwongozo. Na kama ukutoa zaka, kuna nyoka kaburini anaitwa Shujaun Aqra. Huyu nyoka ana upara hapa kichwani kwake, kumejaa sumu, ndivyo Mungu alivyomuumba. Huyu ana shughuli na watu watatu. Mtu wa kwanza ni mtu amekufa bila kusali. Kila inapofika muda wa sala iliyompita akiwa hai, yupo kwenye mpira, yupo kwenye michezo, yupo kwenye mikutano, yupo ofisini, yupo sokoni, yupo kwenye frame, yupo sijui kwenye nini, yule nyoka anamng'ata, na ni sumu inaenea mwili mzima, ina maumivu makali ambayo hayana mfano wake. Mtu wa pili ni mtu ambaye alikuwa anajisaidia wima. Anapokwenda kujisaidia, anajisaidia wima, cheche za mkojo zinampata. Akina mama na akina baba, tuwe makini Waislamu. Usijisaidie Muislamu kama uko petrol station, unachukua pipe tu just unaweka hapa tu, ukimaliza unakung'uta, ni hatari. Wewe nao utakavyonawa, sawa, athari ya mkojo imeondoka, lakini moto unaokusubiri.
Sasa huyo nyoka atakung'ata kila ilipogusa tone la mkojo, lakini kuna chuma cha moto kipo kaburini. Kila palipogusa tone la mkojo, kile chuma kitakuwa kinachoma. Wallahi, huyaamini haya, subiri ufe. Hii lazima, hii ni hatari ndugu zangu. Mtu mwingine wa tatu ni huyu ambaye amekufa bila kutoa zaka. Amefanya biashara, hajawahi kufanya mahesabu, yeye kazi yake tu kutoa sadaka. Sawa, badala ya kutoa zaka, kwa sababu sadaka na zaka ni vitu viwili tofauti. Sadaka wakati wowote, saa yoyote, kiwango unachoweza, lakini zaka ina muda maalum na ina kiwango maalum na ina watu maalum. Yule nyoka atajizingirisha shingoni kwa yule mfanyabiashara, atamtazama usoni, atamwambia ana maluka, mimi ni biashara zako, akaunti zako, ana kanzuka, mimi ndio akiba yako ile. Anampiga za usoni, piga za usoni, mwili mzima nyanga. Na hiyo ni adhabu mpaka kiyama. Tunafufuliwa, halafu bado moto unamsubiri. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, lahum ajruhum inda rabbihim, hawa ambao waliomwamini Mwenyezi Mungu imani ya kweli duniani na wakafanya matendo mema na wakasali sala 5 kwa wakati wake na wakatoa zaka walipofikia viwango, hawa wana malipo yao kwa Mola wao. Wala khawfun alaihim, wala hawana hofu juu yao. Wala hum yahzanun, wala hawatohuzuniani, hawatosikitika. Yani mtu sema natamani nirudi tena duniani. Ndugu zangu, tunapokwenda kuwazika wenzetu, tumebeba jeneza, tunampeleka mwenzetu, wengine tunatia stori za mpira, wengine stori za vyama, wengine za wanasiasa, wengine za usajili. Tunampeleka mwenzetu kumzika, yeye wallahi anaona akhera, screen yote imefunguliwa, anaona kila kitu. Kama ni mwema, Mtume anasema inkana saliha, kama yule mliyembeba ni mwanamke mwema ama ni mwanamume mwema, anatoa sauti, hatusikii qaddimuni, nipelekeni haraka, kisha ona anakwenda kula bata, raha tupu. Manake akhera hakuna kufa tena. Wale wenzetu sisi tunasema wamekufa, wale wako hai na kila kitu walichokifanya wanakipata kule, wapo hai. Wale sio marehemu ni mimi na wewe. Sisi tunaitwa marehemu watarajiwa. Yani mtu ameshakwenda kuona kila kitu chake, haraka anaona kila kitu. Mtume akasema wa in kana sayyi'a, kama ni mtu muovu anapiga kelele akhiruni, nichelewesheni, kwa sababu pote anapita moto, nyoka wako hivi, nyoka wanatoa ndimi. Huyu alimkera muumba wetu, aliwakataa mitume, huyu aliwadharau, huyu aliwanyanyapaa mashekhe, aliona mashekhe wanapiga kelele, ukifika kule mwanangu wanakudunda tu. Wallahi huyaamini haya, subiri ufe. Sasa ndugu zangu, hapa tunapata fundisho gani? Kwamba sala ni jambo la muhimu sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallama katika sala ametusisitiza sana kusali, lakini nakwenda sehemu ya pili. Katika moja ya mambo tunaipokea Ramadhani na kuombeni tuishi na maisha haya. Waislamu tuna ugonjwa misikitini, tunaumwa, kuanzia maamuma mpaka sisi mashekhe. Baada ya sala tutulie, tulete nyiradi za sala, tulete nyiradi za sala.
Mtume alikuwa akimaliza kusali analeta nyiradi sallallahu alayhi wasallam. Hebu tusome hadithi. Abu Huraira radhiyallahu anhu, naomba hii hadithi muichukue Waislamu, ndio faida ya darsa. Na wale ambao mnaoniangalia kupitia Mahasin TV, Khidmatu TV, Africa TV, chukueni hii faida. Mtume anasema, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33, atakayesema subhanallah kila baada ya sala mara 33, wa hamidallaha 33, na akasema alhamdulillah mara 33, wa kabbara Allah 33, na akasema Allahu akbar mara 33, fatilka 99. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ukileta hivyo ina maana umemtaja Mwenyezi Mungu mara 99. Subhanallah, 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 subhanallah mara 33. Kisha unasema alhamdulillah, 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 alhamdulillah mara 33. Kisha unasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar mara 33. Jumla umemtaja Mwenyezi Mungu mara ngapi hapo? Mara 99. Mtume anasema waqala tamama al-100, kisha akasema kutimiza 100, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ukisoma uradi huu, hivi ndivyo kwambia alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, kisha ukatimiza la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mara 100. Mtume anasema ghufirat khatayahu, huyu mtu anafutiwa madhambi yake. Aliye baada ya kutoa salamu tu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Kisha ukasoma ayatul kursi, kisha ukasoma ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Kisha unasoma subhanallah mara 33, Allahu akbar mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33. Kisha unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mara 100. Mtume anasema ghufirat khatayahu, huyu mtu aliyesoma uradi huu anafutiwa madhambi yake, wa in kanat mithla zabadil bahri, hata kama itakuwa yale madhambi yake ni mengi kama povu la bahari. Rawahu Muslimun, katika Sahih Muslim, babu istihbabu dhikri ba'da as-salah, ni hadithi 1352. Hatuleti zenye radhi, na wengi tunamtarajia imamu, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Unaona watu wananyosha shingo zao kama kanga vile. Yani ukubwa wote huo, hujui kusema subhanallah, mbona mambo mengine unayajua? Sawa, na kuombeni hiyo tuondoke nayo. Tumeelewana vizuri?
Hii ni sunna ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametusisitiza tuilete, kwa sababu hizi ni nyiradi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametufundisha sisi Waislamu tuweze kuzipata. Waislamu, mmenielewa vizuri? Mmenielewa? Nyiradi nyepesi sana. Kwa hiyo ina maana kuanzia alfajiri mpaka ishai utakuwa umemtaja Mwenyezi Mungu mara 500 kwa siku. Unasemaje ndugu yangu? Mara 500 umemtaja Allah. Hapo baada ya kumswalia Mtume, kwa sababu katika mwishoni unamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume anasema man salla alayya marra, atakayeniswalia mimi mara moja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alayhi biha 10, Allah anamsalia mara 10. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. We mtaje star wako, mtaje mwanasiasa wako, mtaje mchezaji wako, mtaje yeyote unayomjua duniani, upate thawabu. Upate thawabu, unapoteza muda wako. Lakini ukimsalia Mtume, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Na katika faida nyingine tunazipata katika mwezi wa Shaaban, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Baadhi ya wanachuoni wa tafsiri wanasema hii aya ya 56 katika sura 33 iliteremka katika mwezi huu wa Shaaban. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sasa wewe mtaje mtu yoyote duniani, hupati chochote zaidi, unapoteza muda. Lakini kumtaja Muhammad sallallahu alaihi, yani unamtaja Muhammad, pumzi yako inatoka na umemtaja Muhammad sallallahu, inakwenda pahala pazuri. Lakini ukisema basi umefanya nini? Si Ronaldo, si pakauka, si pakauka, si kampakia nani? Unapoteza muda. Unamkuta mtu mishipa imemjaa hapa, anamjadili mchezaji wa Yanga na Simba, mishipa imejaa, utadhani waya za transformer zinataka kupasuka. Katika watu ambao mmegeuzwa mabwege Waislamu kwenye mambo ya michezo. Si wakatazi, tupende mpira, lakini inafika pahala tukiwa na Allah na Rasulullah, unasema kaa pembeni, hapa ninazungumza na Allah na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Moja katika misikiti Magomeni miaka ya 84 85, msikiti mmoja Magomeni, pamesha saliwa maghrib, kati ya timu hizi mbili, mwenzake anaswali. Sasa huyu aliyokuwa anaswali baadia, sasa anampita mbele yake, yuko ndani ya sala, anamuonyesha mwenzake, yani mmeliwa hizi 3. Yeye jamaa yuko ndani ya sala, na akamwambia hapo ndio tumefikia. Hapo ndio tumefikia shekhi. Ni mtihani. Nilikuwa namsikia Sheikh Demoso, Allah amhifadhi, anasema alikwenda msikiti mmoja, ndio anaingia Dar es Salaam, akamwambia naomba nizungumze na waumini na neno, nataka kutoa nasaha. Akaambia bana, hawezi kusikiliza, msikiti uko full, hawezi kusikiliza. Kivipi? Huyo imamu mwenyewe hakujali kwamba kuna mgeni atoe kalima, ikapigwa dua Fatiha, amin, msikiti mzima hao. Akaja mmoja akamwambia bwana, wewe ni mgeni? Ndio. Shehe mwenyewe yule mnyama, hawezi kukubali, anataka aende kuwahi kusikiliza. Nilikuwa namwangalia Shehe Demoso kwenye
Ni kweli anazungumza, sio kwamba anachekesha, huu ndio ukweli. Yani mtu yupo hapa anamuonyesha mwenzake hivi ndani kwamba mmeliwa tatu, na yeye yuko ndani ya swala, hasira imempanda, akamwambia. Hapo ndio tumefikia Waislamu, ummati Muhammad sallallahu. Mwenyezi Mungu atuongoze. Haya ndugu zangu, hizi nyiradi subhanallah, na kuombeni leo muondoke na faida. Mwenyezi Mungu aweke katika mizani ya uongozi wa Masjidi Makonde. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, naomba muichukue hii leo muishi nayo, ni hadithi kwa swala mbili, magharibi na alfajiri. Chukueni faida ambao mnaonisikiliza hapa. An Abi Dharr al-Ghifari, Abi Dharr al-Ghifari anasema anna Rasulullah, hakika mtume wa Allah, qal, amesema. Sikilizeni vizuri sana, man, muislamu yoyote, qala, atakayesoma uradi huu fi duburi salati al-fajr, baada ya sala al-fajiri, wa huwa thani rijlaihi, hali ya kuwa ameikunja miguu yake miwili. Ina maana alipokuwa panaswaliwa pale, si amekata hiatu hivi, sawa? Kwa mfano amekata hiatu namna hii, si amekata hiatu hivi. Mtume anasema man qala, atakayesoma fi duburi salati al-fajr, baada ya sala al-fajiri, wa huwa thani rijlaihi, naye akiwa amekunja miguu yake. Si kwa mfano nimekata hiatu hivi, sijabadilisha, kabla an yatakallama, kabla hajaongea na mwenzake aliyoko kuliani wala kushotoni. Maanake kuna watu wengine wakishoto salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, anageuka huku anakupa mkono, anageuka huku anakupa mkono. Kuanzia hii hadithi ya leo mkaukie, na nitakwambia sababu ya kumkaukia. Mtume akasema kabla an yatakallam, kabla ya kuongea na mtu aseme la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Mtume akasema 10 maratin, akiusoma uradi huu mara 10, kutibat lahu 10 hasanat, anaandikiwa mema 10, mema 10. Wa muhiya anhu 10 sayiat, anafutiwa madhambi 10. Warufia lahu 10 darajat, anapandishwa daraja 10 kwa Mwenyezi Mungu. Wa kana yaumahu dhalika kullahu fi hirzin, ile siku tangu aliposoma ule uradi asubuhi baada ya alfajiri, anakuwa katika kinga min kulli makruhin, ya kila jambo baya. Wa hurisa min ash-shaytan, na analindwa na shaytan. Walam yanbaghi lidhambi an yudirikahu fi dhalika al-yawm illa ash-shirku billah, yani haitoweza, yani hatoweza kufikia au kupatwa na jambo katika dhambi isipokuwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Rawahu Tirmidhi, hadithi ameipokea Imamu Tirmidhi, wa qala hadithun hasanun sahih. Bab thawabu kalimatu tauhid, hadithi 3474. Wan Nasai fi kitab amal al-yawm wal layla, au fi amal al-yawm wal layla, hadithi ya لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك. Ina maana uwe umekaa mkao huu, ukigeuza mkao ukasema ukae hivi, ushaharibu zile thawabu. Ukiongea na mtu ushaharibu thawabu. Ina maana wewe ni kukauka tu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli 10 baada salatul fajr, na magharibi vile vile, na magharibi vile vile. Hapo mmenielewa vizuri? Kwa hiyo
baada salatu al-fajr, baada kusema astaghfirullah nini, uradi unausoma mara ngapi? Mara 10. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mara 10. Haya, hiyo ni hadithi ambayo tumeipata. Ya pili, Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema hapa kwenye uradi, an Muslim ibn al-Harith at-Tamimi, imesimuliwa hadithi na huyu Muslim mtoto wa mzee Harith kutoka katika tumbo la Tamimi, an Rasulillah, anasimulia kutoka kwa Mtume, annahu asarra ilayhi, Mtume alimnong'oneza, njoo nikupe faida. Asarra ilayhi, alimnong'oneza. Faqala, akamwambia katika kumnong'oneza, idhan sarafta min salati al-maghrib, ukimaliza kusali magharibi, faqul, soma uradihu, Allahumma ajirni minan nar, 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 7 maratin. Unausoma uradihu, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Je, umeusoma kwa kuimba hivi au kimya kimya? Khiari yako. Mara 7 Mtume akasema, fa innaka idha qulta dhalika, ukiusoma uradi huu maghribi au alfajiri, thumma mutta fi lailatika, kwa mfano uradi ule si umeusoma wakati wa maghrib, ikatokea usiku ule umekufa, tumeswali naye maghribi yule bwana katika msikiti fulani, amefariki, kutiba laka jiwaru minha, unapewa kibali, yani roho inatoka, unakabidhiwa kibali. Malaika wakikuangalia, huyu moto haumsogelei, marufuku moto kumsogelea, marufuku ni kibali. Wa idha sallaita subha faqul kadhalik, na ukisali asubuhi vile vile, baada ya kusoma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, in mutta fi yawmika kutiba laka jiwar, kama utakufa ile asubuhi au mchana, basi vile vile ni kama vile vile ulipopewa. Rawahu Abu Daud fi sunanihi babu ma yaqulu idha asbaha, hadithi 5079. Ndugu zangu, kuna misikiti mingine ukienda, hizi nyiradi wanazisoma kwa sauti, Allahumma ajirni minan nar, 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 mara 7. Uradi huu unarejea katika kitabu cha Sheikh Muhammad Abdul Wahhab At-Tamimi, Muhammad ibn Sulaiman, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi, ana kitabu chake kinaitwa Adabul Mashi ila Salah. Ameutaja uradi huu baada ya maghribi na alfajiri. Kile kitabu nimesahau kuja nacho, ningeonesheni. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ameutaja uradi huu, lakini leo ukisikika uradi huu unatajwa pale Shadhili ama hapa Makonde ama msikiti gani, msikiti ya Zushi, hii haijathibiti kwenu wewe. Matatizo ya kukosoma na kukurupuka. Umewakuta watu wanauleta uradi huu, hadithi ipo, si wewe hupendi sauti, basi soma kimya kimya, au sio shekhi, basi upate thawabu hizi. Lakini au nao bana, hizi nyiradi nyingine wanaimba tu kama kaswida. Sio kaswida wewe, acha ubwege. Hii ni hadithi katika Sunan Abi Daud, ipo hadithi na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab At-Tamimi, sawa, amelizungumza hili katika kitabu chake, inshallah nitakuja nacho, kinaitwa Adabul Mashi ila Salah,
usimsingizie shekhe kwenye nyiradi. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ametaja nyiradi za swala na kumswalia mtume, akasema wayajibu salatu ala nabii, anasema ni wajibu kumswalia mtume, akasema wayataakadu taakudan kathira, imetiliwa msisitizo sana. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, tumeelewana vizuri? Na yazungumza haya, kitabu nacho nyumbani. Ningekuwa na uwezo ngambia rusha hicho kitabu hewani, unakiona kinaingia hapo, kinakatiza kwa mwamba, tunafungua, tunaanza kukisoma hapo. Sawa, tulete nyiradi baada ya swala maghrib, lakini swala nyingine za kawaida tutasoma tu zile nyiradi kama kawaida, na maghribi baada ya kuleta hii ndio utaleta hizi. Maghribi baada ya kuleta hizi ndio. Kwa hiyo ni kwamba assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kuna mwingine anaangalia, anakugeukia huku, anakupa mkono, usipokee mpaka umalize nyiradi. Mkaukie tu, huyu jamaa bwana na kawaida ukimpa mkono jeuri kweli kweli. Sio jeuri, anataka anamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumeelewana ndugu zangu? Nyiradi hizo mmezichukua. Na kwa salatu al-maghrib na salatu al-fajr, ukishasoma zile nyiradi ila zile 33 mpaka ile, unasoma qul huwallahu mara 3, qul a'udhu birabbil falaq mara 3, qul a'udhu birabbin nasi mara 3 katika maghribi na alfajiri. Lakini swala nyingine qul huwallahu mara 1, qul a'udhu birabbil falaq mara 1 na qul a'udhu. Hizi zote nazungumza zipo katika hadithi, wewe huzitaki. Msikitini umekuta watu wanafanya, kaa kimya, na ukileta kelele watu wanakudunda msikitini. Mtu mmoja alileta ujinga, imethibiti Magomeni, msikiti mmoja kwa mzee Mkuranga pale. Wakati huo mimi nasoma Haramaini, mnajua haijaanzia hapa mtaa Lindi, imeanzia pale. Mwaka wa kwanza tulikuwa tunasoma Kinondoni pale makao makubwa Kwata. Tulikuwa tunaingia baada ya salati dhuhuri, tunatoka wakati na karibia maghrib. Mimi nakaa Magomeni pale kwa Sheikh Muhammad Ali Litutumwike Arufiji rahimahullah. Sawa, baada hapo tukahamia hapa. Kulikuwa kuna jengo, kama ni mwenyeji wa Dar es Salaam, mimi ni mtu wa kuja Kigoma, sawa, nimekuja kwa treni, lakini kuna jengo lilikuwa linaitwa Anjuman. Nalikumbuka Anjuman ilikuwa ni opposite na stendi ya mabasi kwenda mikoani na Mombasa, na kuna basi lilikuwa linakwenda Nairobi linaitwa Montana, na kuna perfume ilikuwa inaitwa Montana 81, 82, 83. Nasoma pale karibu na ofisi ya Nuta, kuna jengo la Anjuman, ndipo tulikuwa tunasoma pale. Sawa, sasa baadaye ndio ikajengwa ile Haramaini. Sasa si wakati tunasoma pale alikuja shekhe mmoja, sitaki kumtaja, bado yupo hai mpaka sasa. Ule ni msikiti wa watu wa tariqa. Yeye hakuona maswali yote ya kuuliza, akauliza tu habari ya Maulid. Ilikuwa time kama hizi, Maulid imethibiti hii, tariqa Sheikh Abdul Qadir, Sheikh Uwais, imethibiti. Unajua alimfanya nini? Ukuwepo mimi, alikimbia bila viatu mwanangu, kaacha viatu msikitini, viatu mkononi, amekwenda kuvalia pale Mwembe Chai, ndio amekwenda kuvalia pale na hakurudi tena pale. Kwani huna chochote cha kuuliza, lazima hicho tu? Si utaki Maulidi, basi yaishe, au si? Unakuta watu manhaji yao ni tariqa, sawa, wao ni tariqa, wewe hutaki tariqa, sali, la sivyo kaswali msikiti sio kwa tariqa, uondoke ubakie salama. Utawasababisha wenzako wapate dhambi, na itatokea pahala alafu unafika unawatukana wenzako. Maana wale ambao wanaonekana wanasoma Maulidi wa tariqa si Waislamu. Wewe ndio Muislamu? Hapana. Mtu akisikika anasoma tariqa, sema sufi huyo. Lakini ndio mashekhe wetu waliotufundisha. Sasa mtu kama mimi vitu vipo kichwani vimejaa, ndio mashekhe wangu hao. Kigoma pale nyumbani, kando mwezi wa Tanganyika, karibu na hifadhi ya taifa ya Gombe, Sheikh Yusuf Turanya rahimahullah. Kisha tukaenda Ujiji pale kwa vigogo wa Kigoma,
hapa kuna Sheikh Abdul Muhsin Kitumba rahimahullah Kasingirima, hapa kuna Sheikh Eid Hassan Kiburwa rahimahullah, hapa kuna Sheikh Tawfik Ibrahim Malilo hapa Buzebazebe, hapa kuna Sheikh chuma hicho Khalfani Kiumbe rahimahullah Kabondo, hapa kuna chuma kingine Sheikh Kabeki, hapa kuna chuma kingine Sheikh Omar Himidi Mkunda rahimahumullah. Hivi ndio vichwa vya Kigoma tumesomeshwa na hawa, na sintothubutu ibilisi mwenyewe ananijua, siwezi kumtukana shekhi wangu, haitotokea. Ibilisi mwenyewe anajua, sababu ndio ametufundisha. Sawa. Sasa akikutwa mtu ni vitu ambavyo tumevisoma bado wadogo, havitoki, haviwezi kutoka, havitoki. An-Nabi sallallahu ala salawatullahi alayhi babullahi ahmada uwesuha alayhi. An-Nabi sallallahu ala salawatullahi alayhi taratubat an-Nabi uwesuha alayhi. An-Nabi sallallahu ala salawatullahi. Vimeingia kichwani, tupo wadogo, tumefundishwa. Sawa. Allahu ilahul khalqi ya Allah man yara wa la yura ilahu. As'aluka Allahumma bil jalali al-qurba wal wisali wan nawali wa bil kashfi al-ayani wal adhani shahidna bil jamali wal kamali. Allahu ilahul khalqi ya Allah man yara wa la yura. Ni vitu tumesomeshwa. Sasa utaniambia mimi eti utasherekea hata kifo changu? Kufilia mbali, sherekea na ibilisi. Wala hutaniingiza peponi, hutaniingiza motoni. Nitaingia motoni kwa uovu wangu na nitatoka motoni kwa matendo yangu. Shughulika na yako. Na Mungu anasema katika suratul Qiyama, balil insanu ala nafsihi basira. Ukirejea katika tafsiri ya Imam Qurtubi, anasema kuitafsiri aya balil insanu ala nafsihi basira, akasema qala al-Hasanu basirun bi'uyubi ghairihi jahilun bi'uyubi nafsihi. Hiyo ndio rejea tafsiri ya Imam Qurtubi. Sawa. Sasa hizi ni nyiradi, ndugu zangu. Tuna ugonjwa. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Mtu huyo kaondoka. Hivi tuseme ukweli, watu wanasema kwamba hata nyiradi unaweza ukaleta wakati unatembea. Tuseme ukweli, ukishatoka hapa msikitini pana nyiradi? Eti pana nyiradi? Hamna nyiradi hapa. Nani? 1 2 3 4 5 6 7 8. Mimi nimemswalia mtume baada alfajiri mara 110 leo, na kila ninapotaka kulala mimi kama mimi namswalia mtume mara 35. Alhamis kuamkia Ijumaa namswalia mtume mara 55. Hii ni manhaji yangu. Umeipata wapi? It's not your business, my friend. Mind your business. Sawa. Wewe unaniuliza nimeipata wapi kumswalia mtume? Nisipomswalia mtume nimswalie nani? Eti nisipomswalia mtume nimswalie nani? Kuna kiumbe bora duniani kuliko Muhammad? Hakuna jina zuri duniani, Muhammad. Na ndio maana ukilitaja hili jina unaweka samli hapa. Muhammad, sio Muhammad. Sio Muhammad au Muhammadi au Mudi. Muhammad. La ilaha illa Allah. Muhammad. Jina zuri sana. Sasa hizi ni nyiradi ndugu zangu, na kuombeni haya. Ndugu zangu, tumalize darasa letu. Kuna hadithi moja nataka niisome hapa. Hongera kwa wale ambao mnaokaa jirani na misikiti. Sikilizeni hadithi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi anaisimulia Ruwaiba radhiyallahu anhu, anasema sallallahu alayhi wasallam, anasimulia Jundub al-Qasri anasema qala Rasulullah, mtume amesema, man salla salata subhi, atakayesali sala ya asubuhi, fahuwa fi dhimmati llah,
huyu yupo katika dhima ya Mwenyezi Mungu siku ile, yupo katika dhima. Si anakuja mtu asema bwana, hebu mwache huyu mtu, yupo katika dhima yangu, mimi nachukua dhima, yani nachukua ahadi kwamba mimi ndio nitamfuatilia kila kitu, mwache, usina wasiwasi, mimi ndio ninamjua. Fahuwa fi dhimmatillah. Mtume akasema fala yatlubannakum Allahu min dhimmatihi bi shay'in fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi shay'in yudrikuhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Asithubutu mmoja wenu Mungu akamtafuta katika dhima yake alafu asikukute, yani hajakuona umeswali salatul fajr. Ikiwa itakuwa hivyo, Mungu atakuingiza motoni, yani uso ndio utautembelea kama miguu kuingia motoni. Rawahu Muslim. Hadithi imepokea Imam Muslim katika babu fadhlu salatul isha. Ndugu zangu, hii ni salatu al-fajr. Salatul fajr, salatul fajri ina fadhila nyingi sana, muda hapa hautoshi. Salatul fajri ina fadhila nyingi sana. Hongereni mnaokaa jirani misikiti. Wallahi wallahi wallahi, unakaa jirani ya msikiti, fadhila hii inakupita. La ilaha illa Allah. Kuna ndugu yangu mmoja tunaswali naye salatul fajr mpaka leo, namuona leo salatul fajr ya leo ya kuamkia leo Jumatatu, yani yeye nyumba yake hiyo hapo hapa, yani anavuka barabara anaingia msikitini, yeye anaswali tahiyatul masjid tu, anambia Sheikh, mimi raka 2 nishazipiga nyumbani, raha. Na raka 2 za alfajiri Mtume anasema rak'ata qabla alfajr, raka 2 unaoziswali kabla salatul fajr khairun, fadhila zake ni bora, minad dunya, kuliko thamani ya dunia, wa ma fiha, na vilivyomo ndani ya dunia ikiwemo Marekani na Urusi. Wa ma fiha salatul fajr, raka 2 kabla salatul fajr. Raka ya kwanza unasoma alhamdu na qul ya ayyuhal kafirun, raka ya pili unasoma alhamdu na qul huwallah, kisha unasubiri. Haya, hadithi ya mwisho, Ruwaiba radhiyallahu anhu anasema sami'tu Rasulullah yaqul, nimemsikia mtume wa Allah anasema lan yalija an-nara ahadun, hatoingia motoni mtu salla qabla tulu'i shams, atakayesali kabla ya jua kutoka, wa qabla ghurubiha, na kabla ya kuzama. Rawahu Muslim fi fadli salatai subhi wal asr, hadithi 1436. Yani mtu ambaye amejaliwa akaipata salatul fajr na akaipata salatul asr kama hii, huyu haingii motoni. Rawahu Muslim. Ndugu zangu, hizi ni hadithi ambazo subhanallah, la ilaha illa Allah, tunatakiwa tuzifate, tujitahidi tuzipate salatul fajr. Jamani, wale unaokaa karibu na misikiti, salatul fajr. Hadithi nyingine Mtume anasema man salla al-fajra fi jamaa, atakayesali alfajiri jamaa, ukaisali alfajiri jamaa msikiti wowote ule utakaokuwa, fakaannama qama laila kulla, anapata thawabu za mtu ambaye amesimama usiku mzima anamtaja Allah. Siku mzima wewe na Allah, Allah na wewe, raka 2 za alfajiri jamaa msikiti wote. Hata ukisalia Kiburugwa huko, ukasalia huko Kisele, lakini jamaa. Je, msikiti kwa mfano nyumba hii, Allahu akbar, Allah, mwamba anakim na wewe umeshuka umeingia hapo. Sasa wale mnaokaa jirani na misikiti, jamani, hizi fadhila msiziache, 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 msiziache. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha salla alfajr, Mtume alipokuwa ana swali alfajiri, tarabba, alikuwa anakaa mkao wa Kiarabu. Mtume alipokuwa akimaliza kuswali salatul fajr na kuleta zile nyiradi, tarabba, anakaa mkao huu wa Kiarabu. Watu wanasema mkao wa Kiarabu, sio mkao wa Kiha. Uko wapi? Kuna mkao wa Kiha au Kimatumbi,
au Kimakonde, tarabba, anakaa mkao wa Kiarabu, si ndio mkao wa Kiarabu? Sawa. Kisha analeta dhikri nyiradi hata tatlu ash-shams, mpaka jua linachomoza. Sasa msikiti kama huu wa Makonde, sawa, kwa mfano mimi nipo jirani, labda nakaa katika apartment hii, sawa, hata kama wananijua ni wajibu wafunge msikiti kwa ajili ya usafi, mimi nakaa hapo nje, naleta nyiradi mpaka jua likichomoza, na jua likichomoza na swali rakaa 2. Ukiswali zile rakaa 2 ni sawa sawa na mtu ambaye amekwenda hija na umra. Mwanangu, unataka nini tena? Mungu akupe nini? Usije ukaacha kwenda kufanya hija au umra, sema mimi kila siku nakwenda hija Makonde pale. Watu wanaweza kupitia mgongoni huko alhaji. Unasikia bwana? Mimi nakwenda umra kila siku msikiti wa Makonde pale. Hujaniona na ni kweli nakuona. Sasa unataka nini? Hapana, unapata fadhila za hija na umra. Kwa hiyo ndugu zangu, na kuombeni, najua sote tunatoka maeneo mbalimbali, sawa, sababu Kariakoo ndio imekusanya kila kitu. Maanake kuna watu tangu walipotoka hapa Kariakoo huko kwao, wengine wametoka saa 10. Sawa, ndio maana katika misikiti mingine utakuta watu wamemwagika, utadhani kama maroli yamepinduka. Baada ya dhuhuri utakuta watu hoi. Sawa, wakiambiwa jamani tunafunga msikiti, hao wamenyanyuka. Sawa, ni kwamba watu wanatoka mbali, lakini wamekuja katika fantasy. Watafanya nini maskini? Na lazima watafute riziki. Saa 4 watu ndio wanaondoka. Sasa wewe Hanif anafunga msikiti, Mwamba anafunga msikiti, wewe toka hapa, kaa hapo nje, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la uradi wote au subhanallah, 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 uradi wote lete tu Allahumma salli ala Muhammadin mpaka jua linachomoza. Baada ya kuchomoza unasali rakaa 2, sema yako, bas umemaliza. Na anayeswali salatul fajr wallahi yupo katika raha. Mimi nikwambieni, mara nyingi huwa namuomba Mwenyezi Mungu wakati wa kulala, tena namuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako, kama unanipenda niamshe salatul fajr. Bas 10 na dakika 45 nimeamka, najiandaa salatul fajr, alafu naufuata msikiti uko uliko. Vipi wewe ulioko karibu? Ni neema. Apartment kama hii hapa, jumba kama hili, au jumba kama lile, au nyumba kama hizi hapa, unapitwaje na swala ya alfajiri? Ina fadhila kubwa sana. Na Mtume akasema man salla al-isha fi jamaa, atakayesali sala ya isha jamaa, isha ukaiswali jamaa, fakaannama qama nisfa layl, ni sawa sawa na mtu ambaye asimama nusu usiku. Kwa hiyo isha umelipwa thawabu za kusimama nusu usiku, alfajiri umelipwa thawabu za usiku mzima. Wewe unasemaje? Neema kubwa sana. Na unamuomba Mwenyezi Mungu, neema hii usininyime mpaka ninakufa, popote pale nitakapokuwa. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana 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 na salatul fajiri. Tujitahidi sana salatul fajiri, salatul isha, na sala ya alfajiri na sala ya alasiri ndio kipindi ambacho malaika wanabadilishana zamu. Mnaona hapa tulipo hapa, hawa malaika tulionao wameteremka sasa hivi. Hawa hawaondoki, wanaondoka kesho alfajiri. Kwa hiyo wanaondoka na ripoti yako ya alfajiri, ya alasiri unakuta unasali, ripoti ya maghrib, ripoti ya isha, na usiku utakayokuwa umefanya. Wakati unaswali alfajiri wanachukua ripoti, wanapeleka faili kwa Mwenyezi Mungu. Mtume anasema yataaqabuna fikum, wanabadilishana malaika. Wakifika kule mbinguni anawauliza kaifa taraktum ibadi, waja wangu umewaacha vipi? Malaika wanasema atainahum wa hum yusallun, tumewakuta wanaswali salatul fajr au salatul asr, wa taraknahum wa hum yusallun, tumewaacha wanaswali Allah salatul fajr. Yani ndio kipindi ambacho malaika wanabadilishana zamu, as-salatu khairu minan nawm,
Kwa nini as-salatu khairu minan naum? Kwamba sala ni bora kuliko usingizi, kwa sababu an-naumu akhul maut, usingizi ndugu yake ni kifo. Na ndio maana tumefundishwa tukiamka tuseme alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur, au ahyana, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenipa uhai tena baada ya kunifisha. Dua nyingine alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi, namshukuru Mungu ambaye amenirejeshia roho yangu. Ina maana tunapolala Mungu amechukua mzigo wake, anakuwa na kuacha tupilili hakina kazi. Akitaka ndio anaweza kusema jamani kalala hakuamka. Lakini mtu akiamka kitu cha kwanza, my God, thank you my God. What do you say? What do you mean if you say my God? It's nothing. My God, my God, my God maana yake nini? Mfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa leo tuishie hapa, insha Allah tutaendelea na darasa letu. Hii ni faida ya katika msikiti wa Makonde. Tunaukaribisha mwezi wa Ramadhani, tuwe na mambo mengi, sawa? Tuwe na mambo mengi, tujiandae ili utakapofika mwezi wa Ramadhani ni kwenda kupambana kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah atufikishe Ramadhani, Allah atufikishe Ramadhani, Allah atufikishe Ramadhani, na atujalie tuweze kuifunga Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu, wagonjwa ndugu zetu ni wagonjwa, wape afya njema. Walioko hospitali Allah wape afya njema, walioko majumbani Allah wape afya njema. Kuna watu ambao wana dhiki ya maisha yao, Allah awafungulie. Kuna watu ambao kazi zao ni nzito za riziki, Allah awafungulie. Kuna watu ambao riziki zao ni tabu, Allah awafungulie. Kuna wale ambao wanaofanya kazi ya Mwenyezi Mungu, kuna mashehe mbalimbali wanaumwa, wengine wako vitandani, Allah wape afya njema mashehe hawa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe amani na utulivu katika nchi yetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe utulivu katika nchi yetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe amani na utulivu katika nchi yetu. Wa sallallahu